Lengo la shughuli hii ni makabidhiano ya mchango wa huduma za maendeleo ya jamii kwenye maeneo yetu yote ya uzalishaji katika wilaya ya Chunya, tarafa ya Kipembawe. Kwa siku ya leo, kampuni ya Premium Tanzania inayo furaha kubwa kuwa sehemu ya wadau wako wa maendeleo wa wilaya kwa kurudisha sehemu ya faida inayopatikana kwa wabia wetu wa biashara ambao ni wananchi wa wilaya ya Chunya. Ndugu mgeni rasmi, katika kufanikisha hili, kampuni ilipokea miradi ya kipaumbele kutoka katika wilaya yako kwenye maeneo ya kata zenye vyama vya ushirika vya msingi vinavyofanya biashara na kampuni ya Premium Active. Tunayo furaha kukujulisha kuwa kwenye wilaya yako tunakabidhi jumla ya madawati 500 yenye thamani ya shilingi za Kitanzania milioni 48,860,000. Premium Active Tanzania Limited inafanya kazi kwenye mikoa 5 sasa hivi nchini Tanzania, na tunafanya kazi na halmashauri za wilaya 9. Lakini kwa wilaya ya Chunya tuna vyama vya ushirika vya msingi 7 ambavyo tunafanya navyo kazi katika wilaya yako, na vina jumla ya kaya karibuni 2500 kwa ujumla wake. Kwa maana wale wakulima ambao tunasajili ni kaya zile ni zaidi ya 2500. Na kwa msimu huu ambao tunatoa hii fedha ya maendeleo ya jamii, tumenunua jumla ya kilo milioni 9,422,000 kwenye wilaya yako, ambazo thamani yake ni dola za Kimarekani milioni 25,737,000. Katika halmashauri ya Chunya tunapungukiwa madawati 1800 plus, na sasa hivi tuna shule mpya 4 tumezisajili. Maana yake upungufu huu utaongezeka, lakini kutokana na msaada huu ambao tayari tumeshaupata kwa wabia wenzetu, sisi kama Chunya tunawashukuru. Tunaomba tu waendelee kutuona tena, kama hali ya hewa itaendelea kuwa nzuri, wasiondoke Chunya kwa ajili ya zao la tumbaku. Kuona mnatengenezea madawati 500, kuna baadhi ya wakulima mmewapunguzia mzigo, hawatanunua tena madawati, na maana madawati yale yanaenda kuhudumia watoto wao. Hilo niwapongeze sana, na msishie hapa, niwaombe sana. Leo mmegusa taasisi ya elimu, na kwenye ripoti yenu mmesema mnagusa taasisi za kiafya na zingine na michezo, lakini niwaombe awamu ijayo tuangalie mama na mtoto. Chunya tuna changamoto ya mama na mtoto. Kuna majengo yameanzishwa huko kwa hao wakulima ambao wako huko. Kwa hiyo naomba meneja kama anaweza kutembelea, basi awamu ijayo tuyaguse hayo majengo kwa ajili ya kutoa huduma pale. Sisi tunakusanya ushuru, lakini kama wanavyosema kwamba kilimo ndiye uti wa mgongo wa taifa, sisi tumbaku ndio uti wa mgongo wa halmashauri, ndio uti wa mgongo. Sasa hivi tunapozungumza katika ukusanyaji wa ushuru, tunaongoza katika mkoa wa Mbeya mpaka sasa hivi. Sisi ni kinara, ni namba 1 katika mkoa wa Mbeya. Malengo tuliokubaliana tumeshayavuka. Sasa hivi tuko zaidi ya 120%. Jeuri ya kufanya haya yote tunaipata wapi? Tunaipata namba 1 kutoka kwenye zao la tumbaku. Bahati mbaya tuendelee kulisimamia hili zao. Hatukupewa hadhi ya mkoa kwa bahati mbaya. Kama ulivyosema kwamba huu ni mkoa, make Fred pale ni manager wa mkoa. Sisi Chunya tuna mikoa 2 pia. Kuna ule mkoa mwingine kwa na uzungumza ule mkoa wa dhahabu Chunya, tuna mikoa 2. Kwa hiyo na tumbaku mkoa, lakini pia tuna mkoa mwingine wa dhahabu. Na kwa bahati nzuri, nawashukuru sana ndugu zangu Premium. Ninyi ni wakongwe katika wanunuzi wa zao la tumbaku. Premium ndio wakongwe.
Wengine wote wamekuja, lakini wamekuta Premium ndiye mkongwe, yani ndio kinara, ndio kiongozi, ndio mzoefu. Kwa hiyo nadhani haya mnayoyafanya, kama wengine wamekaa pembeni pale, pia na wenyewe wanaangalia na wao wajifunze kutoka kwa wakongwe tofauti. Yako mengine yanadumu mwaka mmoja, mengine miaka miwili, lakini ninyi Premium mmekuwepo, iwe jua iwe mvua, tumeshirikiana pamoja, na kwa kweli mnafanya vizuri. Lazima niseme kweli, nawapa maua yenu. Zao la tumbaku ni mojawapo ya zao la kimkakati kwa wilaya yetu ya Chunya, lakini na kwa taifa letu. Kwa wilaya ya Chunya, zao hili ni mwajiri namba 1 wa mazao ya biashara kwa wakulima. Ndio zao mwajiri namba 1 kwa wakulima wetu wa wilaya ya Chunya. Tunavyo vyama vya msingi, vyama 27. Mimi nimesema mnahudumia vyama 7. Lakini sasa hivi tuna vyama 27. Sasa kwa makampuni mengine ndio yanakuja kugawana hivyo vyama vingine vilivyobaki. Vyama hivi vina jumla ya wanachama zaidi ya 8,700. Sasa ukichukua hiyo idadi ya wanachama 8,700, sio jambo dogo, ni kubwa sana. Hiyo ni idadi kubwa ya watu. Nazungumza wanachama kwa maana ya mwanachama mmoja mmoja.